Mungu atujalie sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, tujipime wenyewe kwamba tuko katika imani, tujithibitishe wenyewe, alafu tujihakikishe wenyewe kama sisi ni waaminio. Kwa hakuna mtu wa kukuhakikisha wewe. Hii ni kwa ajili ya mtu binafsi, wewe mwenyewe. Alhamisi nilikuwa na ujumbe hapa, walikuwa wanasema amua wewe mwenyewe, lakini Kiswahili bado kina mapungufu. Niliposema amua wewe mwenyewe, pengine tungelewa katika hali nyepesi. Kwa nasema judge yourself, yani toa hukumu wewe mwenyewe. Je, ujumbe ni kweli? Sema mwenyewe, amua mwenyewe. Je, umeokoka? Fanya maamuzi wewe mwenyewe. Kwa hiyo jihukumu mwenyewe. Hakuna mtu anayelazimishwa kuja kwenye ujumbe, yabidi uje wewe. Hakuna mtu anayemvuta na kamba aje kwenye wokovu, yabidi uje wewe kwa kusikia neno la Mungu na ukashawishika na ukaona huu ni ukweli, kisha wewe mwenyewe unaamua kuingia. Sasa unavyoamua kuingia, usiwape watu shida. Si uliingia mwenyewe? Si uliishi neno mwenyewe? Kwa nini uanze kulegea vitu fulani wakati unajua unapaswa uwe hivyo? Alafu uanze kuwapa watu kazi ya kukufuatilia. Unaanza kuwa na kesi za uzinzi kwenye neno, wakati uliamwaga mwenyewe. Uliona ujumbe ni kweli, wokovu Yesu ni kweli, Biblia ni kweli. Sasa tabu za nini kuleta shida mpaka unaanza kuishi vibaya na unashuhudia maisha vibaya kuhusu imani ya Kikristo mpaka watu wanavunjika moyo. Wanasema Ukristo hauna maana. Anayekutukanisha jina la Bwana ni wewe, na utajibu siku moja. Maisha unayoyaishi vibaya, unatangaza vibaya Ukristo kwa sababu wewe ulichagua upande wa kuwa Mkristo. Na kama ulichagua kuwa Mkristo, unapaswa uishi maisha ya Kikristo ili ushuhudie Ukristo vizuri. Mungu natujalie sana. Kwa hiyo mimi nasema ole wako uliyeingia kwenye ibada hii kama hutafanya vile neno linasema, na ole wako uliyojiunganisha leo hii kwa ibada hii, unasikiza kwa njia ya simu, kama hutaishi neno. Afadhali usingejiunganisha, afadhali usingehudhuria. Ingekuwa heri kwako kwa sababu usingejua. Lakini maadamu umeingia kwenye mlango huu na Mungu amenipa ujumbe huu, anakuwajibisha kwamba utalazimika kuishi neno kama lisemavyo, la sivyo unajipalia mkaa. Maana unabidi uishi vile neno linavyosema. Hivi ndivyo tumekuja, kuanzia mimbarani kwa mchungaji mpaka kwa babu mlangoni. Halimwachi mtu yeyote, kwa sababu nina ujumbe wa kwamba jikague wewe. Kuanzia pasta mwenyewe jikague, shemasi jikague, mdhamini jikague, na mshirika jikague, ndugu na dada jikagueni, muone mko kwenye ile imani. Je, Kristo kweli yuko ndani yako? Maana huo ndio wokovu, Yesu akiwa ndani yako. La sivyo basi uniambie kwamba umekataliwa au hujatimiza vigezo. Na kwa nini usitimize vigezo? Kinachofanya usitimize vigezo ni kitu gani? Mungu natusaidie sana. Kwa hiyo hili ni jambo moja la ajabu sana. Kwa hiyo kichwa cha somo langu ni hivyo tu. Jipime wewe, jikague wewe mwenyewe, jichunguze wewe mwenyewe. Yote hayo ukiandika kichwa vyote hivyo ni sawa tu, lakini ndio hivyo, examine yourself. Jipime wewe mwenyewe. Au amen, ndio hivyo hivyo, jipime wewe mwenyewe. Jina la Bwana barikiwe sana. Tunajua huu wakati kila mwaminio, awe wa ujumbe, awe wa madhehebu, awe mhubiri wa madhehebu au wapi, wote wanatarajia kuja kwa Yesu, kurudi mara ya pili kwa Yesu Kristo kwa ajili ya kunyakuliwa. Hilo ndio tarajio kuu la mwaminio, ni kurudi kwa Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya kumnyakua bibi harusi wake.
Watu leo wanaamini kwa kutarajia hilo tukio la kuondoka na kuhamishwa kabisa hapa duniani na kwenda upande wa pili. Hilo ndilo jambo kuu na ahadi kubwa kwa mwaminio leo. Hilo ndio kila mtu anatarajia, kwamba sio muda mrefu huu ulimwengu unavyoendelea hivi hautadumu. Haiwezekani uovu huu uendelee namna hii na uendelee kustahimili. Haiwezekani. Hii dunia imefika mwisho na imeoza na imechoka na imezeeka, na inawayawaya kama mlevi, inayumbayumba barabarani kama mlevi anayerudi kutoka kwenye kulewa kurudi nyumbani na amepotea njia. Hii ndio dunia ilivyo. Mkristo yeyote mwenye roho wa Mungu hawezi kutabilia ulimwengu huu mema, kwa sababu Biblia imeshasema huu ulimwengu umefika mwisho. Ulimwengu unaporomoka. Hukumu imeshatangazwa. Mitume na manabii wameshakuja wakatabiri juu ya nchi hii nini kitaupata ulimwengu huu. Kwa hiyo wewe unashangaa kwa nini siasa ziko hivi. Yabidi ziwe hivyo kwa sababu tuko siku za mwisho, na kidunia yabidi iwe hivyo, na hali zote dunia nzima zitazidi kuharibika na kuharibika na kuharibika mpaka Mkristo ataona hapa sio pa kuishi. Hakutakuwa na nafuu. Dhambi za wanadamu zitaendelea kuwa mbaya na mbaya na mbaya. Si tu ushoga wa kwamba umeingia hadi kanisani, la, mpaka itafikia hata maaskofu, wachungaji kuoana wenyewe kwa wenyewe. Itakuwa mbaya na mbaya na mbaya. Hii ulimwengu hakuna matumaini, hakuna pa kuegemea, hakuna pa kuweka tumaini ujiegeshe. Sehemu zote zimeoza na zinaporomoka. Huwezi kutegemea siasa, huwezi kutegemea elimu, huwezi kutegemea sayansi, huwezi kutegemea chochote duniani. Vyote vimeharibika. Hata vyakula tunavyokula vimeharibika. Huna njia hata namna kuishi. Mwisho tutafika, tutashindwa, kwa sababu itafika mahali hakuna kitu cha asili, vyote ni vya kisasa. Utakwepa hii, utakula mahindi yamewekewa dawa, utakula mahindi yamechanganywa, mahindi ya kisasa, maharage ya kisasa, Chinese za kisasa. Huna namna ya kukwepa. Ni ulimwengu ndivyo ulivyo. Tuko na wakati wa ajabu na mgumu sana, ambapo Mkristo ana ahadi ya thamani katikati ya vurugu hizi, lakini hata haithamini. Mungu amemwekea nafasi, mlango pa kukimbilia, pa kuepukia, lakini haoni. Mkristo hajari. Tuko na wakati ambao ni wa ajabu sana. Dhambi inahalalishwa kizazi hiki. Leo mtu muhaki hana nafasi kuishi duniani, ila mwongo ana nafasi. Mtu mtakatifu hana nafasi dunia hii kuishi, ila mtu muovu anaweza kaishi. Huu ni ulimwengu wa uovu, uovu uliokithiri. Ukiwa mtenda dhambi unapata sifa, ukiwa mhaki nafasi huna. Ndio dunia tunayoishi, na huwezi kupigania hali za mambo za dunia ziwe sawa. Hakuna njia hii. Yabidi uoze na kuoza na iharibike mpaka Mungu aiwashe moto. Na kabla hajawasha moto atanyakua kanisa lake. Nami asubuhi ya leo nakualika ndugu, njoo uingie mahali hapo pa salama. Pamebaki pamoja tu, ni katika Kristo Yesu. Ujumbe wa saa uliohubiriwa na William Marion Branham ni ujumbe pekee huo. Ndimo mna usalama, ndio safina ya leo, ndio mahali pekee pa salama. Hapo ulipaswa unapiga magoti kila saa, kila wakati. Ungekuna mlilia Mungu kila wakati, ukiweka kwa redio yako, kwenye gari, nyumbani kwako, kwenye bodaboda yako. Jumbe wa saa unapiga kelele masikioni mwako na moyoni mwako, na unasema hapa ndipo mahali salama. Ukifata mengine yote atakuchosha, maana hakuna tumaini kwa mengine yote. Tumaini lilosalia pekee ni kwenye ujumbe wa saa, kwa Bwana wetu Yesu Kristo pekee yake. Magonjwa yataendelea na kuendelea, na hali zitazidi kuwa mbaya na mbaya na mbaya. Makanisa yataenda kuporomoka siku hadi siku. Upotovu na wahubiri wapotofu wataendelea kuongezeka, na hali itazidi kuwa mbaya na mbaya na mbaya, mpaka hatimaye wale wachache wa Bwana waliodharauliwa, wateule, watahamishwa kimya kimya
na ulimwengu utashangaa hao watu wako wapi, na watakuwa walishachelewa, na watashangaa hukumu zinashuka. Sasa mbona ilipaswa iwe hivyo? Sasa ilitendeka wala hamkujua. Tuko masaa hayo, tuko masaa ambapo mwanamke anaweza akajipangia peke yake nyumba na akawa na mahusiano na mtu na anasema hatujaoana na watoto wanaendelea kuzaliwa, na hilo jambo linakuwa ni kawa nini. Sasa tuko kwenye mahusiano miaka mingapi? 5, afu tutaona kama tutaoana na watoto wanaendelea kuzaliwa. Ndio kizazi tuko kizazi ambacho aliye kwenye ndoa ni kama hayuko kwenye ndoa, awe wa kiume au wa kike. Yani hata ndoa na maagano ya ndoa yamevunjwa, kana kwamba Mungu hayupo. Ndio saa tuko nayo, ni mbaya. Afugusa hao watu ni wajanja, ni welevu, wanaweza kukubandikia andiko baada ya andiko na kuthibitishia wameokoka, na maisha ya uovu yanaendelea, kana kwamba Mungu ni mjomba, kana kwamba Mungu ni babu aliyechoka aweze kucheka na vijukuu. Nikwambie, Mungu ni Mwenyezi Mungu na neno lake ni sheria, na hakuna sheria isiyo na adhabu. Amen. Na kuna siku atasimamisha sheria yake na atahukumu kila roho, itadhihirishwa mbele zake. Ole wako kwa kuwa umezaliwa dunia hii, huna pa kuepukia. Uwe unataka uwe hutaki, lazima utakutana naye kona fulani, na lazima atakuwajibisha mahali fulani. Eza ukatae au kubali, lakini utahukumiwa siku moja. Ni afadhali ufanye maamuzi mapema sasa hivi kabla haijachelewa. Mnaona tulipojikuta tupo. Ndugu zetu wengine wote wameishi kwenye vizazi vilivyokuwa vikiisha, kuna kizazi kinafuata. Sisi tunaishi kwenye kizazi ambacho kingine hakipo. Tumefika kwenye kuta za ukurasa wa ulimwengu, tumegonga kwenye ukurasa wa wakati, kwenye kuta za wakati, na hakuna wakati. Soma Biblia, hakuna wakati baada ya haya. Nyakati zimekwisha, nyakati zinaishia 7. Hesabu uwezavyo kuhesabu kwenye namba za Mungu, mwisho ni 7. Mungu ni namba 7 kwenye namba zake za nyakati, mwisho ni 7. Ikiendelea huwa inarudi 1. Meshaona hata kawapa watu siku 6, siku ya 7 pumziko. Ukitoka 7 unaanza na 1 tena. Kwa hiyo nasi tuko wakati wa 7 wa Laodikia, kanisa la Laodikia la mwisho linalodai haki zao. Tunaishi kizazi cha tunataka haki zetu, kila kitu tunataka haki zetu. Mashoga tunataka haki zetu, makahaba tunataka haki zetu, wanawake wanataka haki zao, kila kitu kinataka haki. Tunaishi siku hizo ambazo hata upotofu unataka haki. Kwa hiyo ni Laodikia, hicho ni kipindi cha Laodikia ambacho tuko. Ni wakati mbaya sana, lakini kwenye wakati huu wa vurugu, nikwambie, kuna tumaini jipya. Kuna tumaini jipya na zuri na tukufu ambalo Mungu ametaka tulishindanie. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Walimuuliza Nabii Branham swali la 40. Swali la 40 katika vitabu vya maswali na majibu. Je, ni wale pekee walio na ubatizo wa Roho Mtakatifu watakao kuwa katika kunyakuliwa kwa kanisa, au waamini wote watadhihirishwa? Akaanza kujibu aya ya 271. Hatuna wakati wa kuthibitisha hilo, lakini ndugu, ni bibi harusi wa Roho Mtakatifu pekee atakaye kuwa katika kunyakuliwa. Ona, bibi harusi aliye na nini? Na Roho Mtakatifu peke yake, na ndiye atakayenyakuliwa. Mungu atusaidie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Hilo sasa ni himizo kwa kila mwaminio, kwamba kama kuna kitu unakitaka kwenye wokovu, sikukariri vifungu sana, sikusema Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu tu, si ubatizo katika jina la Bwana Yesu Kristo tu,
Sikusema mimi ni mwaminio tu, sikusema tu mimi ni mfuasi wa Branham. Haikusaidii. Kuna jambo moja tu ambalo litakufanya utimize vigezo. Hilo ni kujazwa Roho Mtakatifu. Na hili jambo ukilihubiri watu wanakuchukia, kwa sababu tuna kizazi kilichojikinai kusema tayari wana Roho Mtakatifu, huku maisha yanakataa. Wala si tu huko nje kwenye ulimwengu wa nje, wala ulimwengu wa dini wa madhehebu, mpaka kwenye ulimwengu wa ujumbe watu wamejikinai, na wahubiri hawataki kuhubiri jambo hilo. Wanaona linaumiza watu na linaumiza wahubiri wenyewe. Lakini pamoja na hayo, tutaihubiri ile kweli, hata kama inakataliwa, hata kama inaaminiwa na 2 watatu hao. Tunaamini nguvu za Roho Mtakatifu zikiwaingia waaminio, na hiyo ndio nguvu itakaomnyakua. Nje ya hapo hunyakuliwi. Hata ufanyeje, hata ukalili kanda, hata uweke kila kanda, kama huna Roho Mtakatifu, kama hujazwi, ni kazi bure. Sana sana utakuwa mwanatheolojia uliyebobea. Neno bila Roho Mtakatifu unakuwa mwanatheolojia wa ujumbe uliyebobea. Utajua nukuu zote, utajua nabii alisema hii mwaka gani na tarehe ngapi na ni wapi, lakini bila Roho wa Mungu haikusaidii. Kuna kitu kimoja tu kinakustahilisha sifa. Haleluya.